Karibu katika chaneli hii ya Farm TZ, ujipatie elimu ya ujasiriamali, kilimo pamoja na ufugaji. Katika video hii nitaenda kufundisha mbinu 5 kuu ambazo unaweza kuzitumia kama mfugaji mdogo wa sungura kupata soko la uhakika na kutanua mradi wako wa ufugaji wa sungura wa kisasa. Kwa jina naitwa Fadhili Mfaume, napatikana katika mkoa wa Lindi. Kama ni kwa mara yako ya kwanza kufuatilia video zetu, tunaomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii ili wafugaji wenzetu pamoja na wanaopenda ufugaji huu wapate elimu hii kwa urahisi zaidi. Baki nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Na leo tutamalizia mbinu 2 ambazo zitakufanya kama wewe ni mfugaji mdogo ukapata soko kubwa na ukapata kutanua mradi wako kiurahisi zaidi na ukawa na soko la uhakika. Na soko hilo ambalo litakayokupelekea wewe kama mfugaji mdogo ukaja kujiongezea kipato kikawa kikubwa. Na kama ndio umeanza kufuatilia video hii, ni vizuri zaidi ukafuatilia ile video yake ya kwanza, ndio ambayo itakupa muongozo uliokuwa bora zaidi kuanzia mbinu ya kwanza mpaka ya 3, na video hii itamalizia mbinu 2 ambazo zimebakia. Na hizi mbinu kama mfugaji atazifuatilia vizuri zaidi, mfugaji mdogo atapata matokeo mazuri sana katika mradi wake na atapata kukuza na kutanua soko lake na atakuwa na soko la uhakika zaidi katika mradi wa ufugaji wa sungura wa kisasa. Na mbinu ya 4 ni vizuri zaidi wakati ukianzisha mradi wako wa ufugaji wa sungura wa kisasa ukazalisha bidhaa nyingi. Kutokana na huu mradi unatupa fursa zaidi ya kuzalisha bidhaa nyingi. Na unapozalisha bidhaa nyingi inakuwa rahisi zaidi na kujitangaza kwa wepesi zaidi, kwa sababu kila mtu atakuwa na kutambua kwa bidhaa tofauti tofauti. Unaweza ukaanza kuzalisha kwa kupitia sungura wazazi, ukawazalisha peke yake, na ukazalisha sungura wa mbegu kwa ajili ya kuuza au ni kwa ajili ya mbegu tu. Na ukaiongeza zaidi ukazalisha pia mbolea ya asili ya mkojo wa sungura pamoja na mbolea ya samadi. Ila pia unaweza ukazalisha ngozi pamoja na nyama. Kwa hiyo hapa utakuwa umejikita sehemu nzuri zaidi kuongeza wigo wa wateja wako na kutanua soko lako kwa ujumla. Karibu upate elimu ya ufugaji wa sungura wa kisasa kupitia grupu langu la WhatsApp kwa ada ya shilingi 1500 kwa muda wa mwezi mmoja. Katika grupu hili utajifunza mambo mbalimbali ya muhimu katika ufugaji wa sungura wa kisasa, changamoto zinazotokea katika mradi huu na namna gani iliyokuwa bora kwa ajili ya kuzitatua hizo changamoto. Ila pia utajipatia kitabu kwa gharama shilingi 10,000. Kitabu kipo kwa mfumo wa soft copy ili upate kuongeza maarifa zaidi. Mbinu ya 5 ambayo ni bora zaidi, hata mimi napendelea sana kuitumia mbinu hii, na hii mbinu inakuwa inatoa matokeo ya haraka zaidi. Na hii mbinu ni kuenda kushiriki katika makongamano mbalimbali au maonyesho mbalimbali. Kule katika maonyesho, mfano ukaenda kushiriki katika maonyesho ya kilimo na ufugaji. Maonyesho haya ni inakuwa yana fursa kubwa sana kwa wafugaji wa aina mbalimbali pamoja na wajasiriamali wadogo, kwa sababu kule kwanza unaenda kupata kufahamika na watu wengi zaidi kwa muda mfupi, na kule unaweza ukakutana na taasisi mbalimbali za kiserikali ambazo zinaweza zikakupa hata sapoti ya huo mradi wako ambao unaofanya kutokana na wewe mwenyewe utavyokuwa umeuweka mradi wako na jinsi ambavyo umeuendeleza. Kwa hiyo unaweza ukapata support hiyo. Ila pia unaweza kaenda kukutana na wafugaji wenzio ambao nao wanafanya ufugaji kama wa design yako, ukaenda ukapata pia elimu. Kwa hiyo hii njia ndio nzuri zaidi na itakupa matokeo ya haraka zaidi katika mradi wako wa ufugaji sungura wa kisasa. Na hapa naomba nishauri, wakati unaenda kule ni vizuri zaidi ukajiandaa. Andaa banda ambalo liko vizuri zaidi na jitahidi sana kwenda na mbegu ambazo zilizokuwa bora. Andaa mradi wako ukiwa vizuri, sungura wako ambao sungura wana uzito mzuri, sungura ambao wameshiba, wana afya njema kabisa. Ila pia unaweza ukaandaa na bidhaa zake, mfano labda mkojo. Hakikisha mkojo umeupeki au umeufungasha katika kifungashio kilichokuwa bora ambacho kina lebo, pia lebo ambayo ni ya kwako mwenyewe, manake huko unaenda kujitangazia wewe mwenyewe soko lako. Kwa hiyo ni vizuri ukaandaa hivyo, ukaandaa na vipeperushi kabisa
ili watu wapate kukufahamu kwa urahisi zaidi. Jitahidi pia kutoa elimu kuhusiana na mradi wa ufugaji wa sungura wa kisasa, na elimu ambayo inawavutia sana wateja wengi sana, kuanzia elimu ya malezi ya sungura kuanzia anapozaliwa mpaka anapofikia muda sahihi wa kumpeleka sokoni. Ila pia toa elimu jinsi gani ya utengenezaji wa chakula kilichokuwa bora kwa sungura wako, ili mradi sungura apate kukua vizuri. Pia toa elimu kuhusiana na kinga na jinsi gani ya kutibu maradhi mbalimbali ya sungura kama vile coccidiosis, mafua na maradhi mengine ambayo yanawasumbua sana sungura. Usisahau pia kutoa elimu ya kuhusiana na jinsi gani ya matumizi ya mbolea asili ya mkojo wa sungura pamoja na samadi yake, na ukawaelekeza zaidi matokeo ambayo unayapata kwa kutumia mbolea hiyo ya samadi. Toa promotion ya bidhaa zako. Unavotoa promotion pia itafanya uwavutie wateja wengi sana kusogea katika maeneo ya mabanda yako na kukusikiliza vizuri. Kwa hiyo unavompunguzia mtu bei inakuwa ni rahisi zaidi kumvutia, na unavomvutia mtu mmoja na yeye anakuwa rahisi kumvuta mwenzie pia. Kwa hiyo hii ni njia bora zaidi, kama mfugaji utazitumia utapata kujikuzishia mtaji wako na utapata kukuza mradi wako wa ufugaji wa sungura wa kisasa. Ni vizuri zaidi ukazifuatilia na ukazifanyia kazi kiundani zaidi. Kama una changamoto ya aina yoyote katika mradi wa ufugaji sungura kisasa, unaweza ukadondosha komenti yako hapo chini na sisi tukapata kukusaidia kuitatua changamoto hiyo ambayo inakusumbua kwa muda huu, ili uje kupata matokeo yaliyokuwa mazuri katika mradi wa ufugaji sungura kisasa. Asanteni na tukutane katika video zijazo.